Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Naam, ikiwa ni Novemba 12, somo linasema kuishi katika siku kuu ya upatanisho. Lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho. Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasogeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Mambo ya Walawi 23 mstari wa 27. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu, tunaomba uongozi wa Roho Mtakatifu utuongoze. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Tunaishi sasa katika siku kuu ya upatanisho. Katika huduma ya mfano, wakati kuhani mkuu alipokuwa akifanya upatanisho kwa ajili ya Israeli, wote walitakiwa kutesa nafsi zao kwa toba na kujinyenyekesha mbele za Bwana ili wasije wakakataliwa mbali kutoka miongoni mwa watu. Halikadhalika, wale wote ambao wanapenda kudumisha majina yao katika kitabu cha uzima, inawapasa sasa katika siku chache zilizosalia za rehema kutesa nafsi zao mbele za Mungu kwa kuhuzunikia dhambi zao na kufanya toba ya kweli. Inapasa kujichunguza moyoni kwa kina na kwa uaminifu. Roho ya kurahisisha na kupuuza mambo inayoendekezwa na wengi wanaodai kuwa Wakristo inapaswa kuachwa. Kuna vita kali kabisa inayowakabili wote wanaojitahidi kudhibiti mielekeo ya uovu inayotaka kutawala nafsi. Kazi ya matayarisho ni kazi ya mtu binafsi. Hatuokolewi katika makundi. Usafi na uaminifu wa mtu mmoja hautafidia upungufu wa sifa hizi kwa mtu mwingine. Ingawa inapasa mataifa yote kupita katika hukumu ya Mungu, pamoja na hayo atachunguza kesi ya mtu mmoja mmoja kwa karibu na kwa kina, kana kwamba hakuna mtu mwingine duniani. Kila mmoja inapasa ajaribiwe au aonekane kuwa hana doa au kunyanzi au chochote cha aina hiyo. Matukio yanayoambatana na kazi ya mwisho ya upatanisho ni mazito sana. Maslahi makubwa yanahusishwa na kazi hiyo. Hukumu inapita sasa katika patakatifu pa mbinguni. Kwa miaka mingi kazi hii imekuwa ikiendelea. Punde, hakuna anayejua ni muda mfupi kiasi gani itahamia kwa kesi za walio hai. Mbele ya uwepo wa kutisha wa Mungu, maisha yetu yanapaswa kupelekwa kwa ajili ya uchunguzi. Wakati huu zaidi ya nyakati zingine zote, inapasa kila nafsi kuzingatia onyo la Yesu. Angalieni, kesheni, ombeni, kwa kuwa hamjui wakati ule utakapokuwapo. Marko 13 mstari wa 33. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Ufunuo 3 mstari wa 3. Wakati kazi ya hukumu ya upelelezi itakapofungwa, hatima ya wote itakuwa imeamriwa kwa ajili ya uzima au mauti. Rehema inafungwa muda mfupi kabla ya kuonekana kwa Bwana katika mawingu ya mbinguni. Kristo katika ufunuo akitazama mbele na kuona wakati huu alisema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa.
Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ufunuo 22 mstari wa 11 na mstari wa 12. Lakini pia utasoma Pambano Kuu kurasa wa 404 na 405. Katika huduma ya mfano wa kuhani mkuu, baada ya kufanya upatanisho kwa ajili ya Israeli, alitoka nje na kuwabariki watu. Kadhalika Kristo mwishoni mwa kazi yake kama mwombezi atatokea pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Waebrania 9 mstari wa 28. Kuwabariki watu wake kwa uzima wa milele. Utasoma Pambano Kuu kurasa wa 401. Huu ni mwisho wa somo la Novemba 12, kuishi katika siku kuu ya upatanisho. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa somo hili. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tembea pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Anakuja, Yesu yu